Mwanaume anayefahamika kwa jina la John amenusurika kupoteza maisha baada ya kushambuliwa na wananchi wenye hasira kali katika eneo la barabara ya 7 jijini Dodoma kufuatia tuhuma za kuhusika na tukio linalodaiwa kusababisha madhara makubwa kwa moja ya wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa mashuhuda waliokuwepo katika eneo la tukio, hali ilianza kubadilika ghafla baada ya taarifa kusambaa miongoni mwa wananchi zikimtuhumu John kuhusika na kitendo cha kupoteza sehemu nyeti moja kati ya mkazi, alilochochea hasira na kusababisha kundi la watu kujikusanya na kuanza kumshambulia. Watu walipatwa na hasira, kila mmoja akitaka kujua ukweli kuhusiana na tukio la kupotea kwa sehemu za nyeti, na hii ni kutokana na namna ambavyo hali imekuwepo kwa kipindi cha hivi karibuni, ambapo siku 3 zilizopita iliripotiwa kwa upande wa Tunduma, lakini jana imeripotiwa kwa upande wa Dar es Salaam eneo la Kimara, na leo imeripotiwa kwa upande wa Dodoma barabara ya 7. Mashuhuda wengine wamesema kuwa kabla ya kuokolewa, mtuhumiwa huyo alikuwa tayari amejeruhiwa vibaya kutokana na kipigo kwa umati wa watu, huku baadhi wakitaka kuchukua sheria mkononi. Jeshi la polisi lilifika kwa wakati katika eneo hilo na kufanikiwa kumwokoa mwanaume huyo kabla ya kumpeleka kituo cha polisi kwa ajili ya usalama wake na uchunguzi zaidi wa tukio hilo. Msikilize mmoja kati ya shuhuda akielezea tukio hilo. Ndio, ni mwenyeji wa maeneo haya na ninafanya biashara ya chakula. Sasa unaweza kuelezea tukio lilikuwa la namna gani na tukio lilikuwaje na aliyefanyiwa unamjua kwa namna gani? Aliyefanyiwa ni rafiki yetu, kijana ambaye tuko naye hapa kila siku. Na wakati tukio linaanza sisi tulikuwa mbali kidogo. Kwa hiyo dogo alipoanza kulalamika kidogo tulikuwa na story ambazo story zenyewe zinahusiana na mambo kama haya ambayo yametokea Dar es Salaam. Sasa wakati dogo anapiga kelele, sisi tulitoka sababu tulikuwa karibu naye. Tukaja tukamsikiliza. Wakati tunamsikiliza tayari palikuwa hapa ameshaanza kuwa na taharuki kama watu 6-7. Yaani anapiga kelele wakati anagombana na huyo mtu au anapiga kelele? Mwanzo wa kwanza anapiga kelele kiivo. Alianza analalamika anaomba kurudishiwa. Sasa wakati anasema naomba nirudishie mwanangu, naomba nirudishie, tulikuwa tunajua naomba nirudishie nini. Baadaye alianza kusema naomba nirudishie nyeti zangu na nini. Ndio hapo watu tukawa kama tumeshtuka. Tulivyokuja ndo mimi ndo mtu wa kwanza ananiambia Mesha, huyu kachukua kanishika ni sehemu zangu za siri zimefanyaje? Zimepotea, zimemulika kwa ndani, zimebaki kidogo. Yaani mimi nikamwambia mtuliza pressure. Dogo akasema nakwambia kweli, nikamwambia jamaa mmoja anaitwa Manywele, mimi ndo kamsikilize dogo. Yule jamaa akaja akathibitisha. Sasa haya ni mambo kidogo ambayo kiufupi tunaweza kaingiza kwenye imani za kishirikina. Basi tukaambia watu wazima waliokuwepo na tushinda umri kwamba hebu ingieni ndani na kijana mkague, mjiridhishe, muongee na mtu ambaye amefanya nini, amemshika, kwa sababu alikuwepo karibu. Ndio akawa ameingia naye ndani, wakawa na mmoja jamaa alikiri kwamba wala amemshika, na wale mshika kijana alisema nyeti zake zimepungua kwa kiasi cha kurudi ndani kidogo. Ndio maelezo ambayo niko nayo. Yaliyofuata ni kuwa tunatuliza fujo kwa watu tu, wasimdhuru yule ambaye anashukiwa kufanya jambo hili. Pengine huyo ambaye amefanya jambo hili labda pengine mshehe kumuona anafika dukani mara kwa mara na anaongea na mshikaji ama ananunua kitu, ama ndo mara ya kwanza wamekutana naye na kumuona? Umati wetu unaeleza kwamba ndio mara ya kwanza wanamuona. Ni mgeni of course, sio mwenyeji, mgeni. Hata Kiswahili unaambiwa hajui vizuri kwa leo mmoja. Unaelewa? Sio mwenyeji wa maeneo haya. Mimi ambaye niko hapa wakati bado yuko nje anapigwa mpaka nikasaidia kutuliza ghasia arudi ndani, sijawahi kumuona. Ndio namuona siku ya leo.